طيب tulishia إذا السماء انفطرت تسيب leo tuko طيب soma ايوه الذين إذا كانوا على الناس يستوفون نعم وإذا كانوا أو وزنوا يخسرون. نعم. Aya au sura imeanza na kutaja hali ya wenye kupima mizani. Allah anasema wailun lilmutaffifin. Wail alhalak walkhasara waladhab. Ole wao ni lafudhi inayotumika kwenye kemeo wailun lilmutaffifin. Mutaffifin asili yake ni ismu fa'il. Watu wa sarf mutaffifin ni ismu fa'il. Mfano nikisema dhahaba ismu fa'il yake inakuwa nini? Dhahibun. Tatu inakuwa fa'ilun. Lakini zikiwa rubai asili yake ni mutaffif. Rubai tena si rubai ni thulathi mazid biharfain mim na tadhif. Ismu fa'il yake inakuwa mutaffif. Asili yake ni taffafa. Taffafa rubai. Ismu fa'il yake unaongeza mim na unaweka kasra kabla herufi ya mwisho ikawa mutaffif. Sawa? طيب hii ismu fa'il maana yake anayepunguza, ole wake mwenye kupunguza katika vipimo. Tena Allah amekuja katafsiri akasema wailul mutaffifin. Mutaffif ni nani huyu? Alladhina idha iktalu ala an-nasi yastawfun. Wao wakitaka haki yao kwa watu, vipimo vyao kwa watu wanachukua kwa usawa. Yani haki yao wakidai wanaichukua kwa nini? Bila mapungufu. Alladhina idha iktalu ala an-nasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Lakini wao wakiwapatia watu haki yao, wakiwapimia watu haki yao wanafanya nini? Wanapunja. Wa idha kaluhum min al-kayl, ujazo. Na alikuja hapa Sheikh Nasr kutoka Libya alionyesha mud pamoja na saa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume kipindi kile walikuwa wakitumia tende, vyakula vyote hivi, punje, nafaka hizi. Walikuwa hawapimi kwa kilo. Wanapima kwa nini? Kwa ujazo. Sawa? Tayeb. Kwa hiyo wao wakipima ujazo au wakipima katika mizani wanafanya nini? Wanapunguza. Wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, wanapunguza. Yani wao haki yao wanaichukua kwa usawa, lakini kwa wenzao hawaitoi kwa usawa. Jiweke katika nafasi ya mwenzio. Unachopenda wewe ufanyiwe, fanyie na mwenzio. Wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Allah anaendelea kwa kutaja maneno mazito. Naam. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Allah anasema hivi vitendo vyote wanavyofanya hivi, wanapima katika ujazo na katika mizani. Hawadhani kwamba hawa ipo siku watafufuliwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qaum Shuaib waliadhibiwa kwa sababu walikuwa wanapunja katika nini? Vipimo. Shuaib. Na hii sura au aya hii imeshuka kwa watu wa Madina. Walikuwa kabla ya kushuka aya hii walikuwa ni watu wabaya sana katika vipimo, wenye kupunja watu katika vipimo. Lakini baada ya aya hii kushuka walikuwa ni watu wema mno katika vipimo. Naam. Yawmin adhim. Hawafia hawa siku tasimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu, tena siku adhim. Naam. Yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Siku hiyo watu wote watasimama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. Ni ukelele mmoja tu, parapanda ya pili kipulizwa, wote wanainuka katika makaburi yao. Tena kwenye aya nyingine nasema kaannahum jaradun muntashir. Watatoka kwenye makaburi tena wanaelekea katika ardhi ya mahshar kana kwamba ni wadudu wale mnaita mapanzi sijui. Kana kwamba ni panzi ambao wakitembea wanatembea kwa pamoja, ni kama wadudu yani. Hakuna atakayechelewa wala hakuna atakayewahi, wote wanakwenda katika miad. Naam.
كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. Allah anasema hapana, zajr ya pili hii, hakika vitabu vya fujar. Fujar hapa ni waliochupa mipaka. Alichupa mipaka ima we munafiq au fasik au kafir, wote, kila aliyechupa mipaka, hakika vitabu vyao, vitabu vya amali yao viko wapi? Sijin. Sijin, na naomba mtege sikio vizuri, sijin ipo chini katika ardhi, chini na katika jahannam. Imekuja masala, jahannam ipo wapi? Wanazuoni wengi wanasema kwamba jahannam iko chini yetu, iko kwenye ardhi, kwa sababu sijin imetajwa kitabu ya waliochupa mipaka ipo katika nini? Sijin. Na sijin iko wapi? Iko chini. Na sijin hii ni sehemu ya motoni ambao ni makazi yao milele hao waliochupa mipaka. Kwa hiyo moto wa jahannam uko chini yetu, kama hadithi nyingi, athar za masahaba, zingine dhaifu, zingine sahih. Na pepo iko juu, mbinguni huko juu kabisa. Na ndio maana hadithi imekuja, watu wa Firdaus paa lao ni nini? Sakafu ni chini au juu? Ni juu. Sakafu ya watu wa peponi Firdaus ni nini? Ni arshi ya Mwenyezi Mungu, si ndio? Na Mwenyezi Mungu yuko wapi? Ar-Rahman al-Arshi istawa. Kwa pepo, moto iko chini yetu, wal billah, na pepo iko juu yetu. Naam. Wama adraka ma sijjin. Na una ujuzi gani au unajua nini kuhusu sijjin? Hichi kitabu sijjin hii, na kama tulivyosema, sijjin ipo katika ardhi ya 7 chini kabisa, na wengine wakasema ni sehemu dhank iliyokuwa ya dhiki, iliyojibana, ambayo ni makazi ya watu wa motoni. Wama adraka ma sijjin, kitabun marqum, ni kitabu ambayo kimeandikwa, hakuna nyongeza wala ziada ndani yake, haitopungua wala kupotea. Imeandikwa tena kwa ufanisi. Juzi na darasa zilizopita tumezungumzia watu wa malaika ambao wana nini? Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Huyu sio raqib wala huyu sio atid, wote hawa ni raqib atid, raqib atid. Raqib atid ni wasfa. Raqib mwenye kutizama, hapungukiwi na kitu. Atid mwenye kuandika, tena mwenye kuzihifadhi bila kupungua wala kuongezeka. Kwa zote ni wasfa ya malaika wawili. Tena Allah yasema ma yaqulu, kasema ma yalfidhu, sio hatosema, hatotoa lafudhi yoyote au itaandikwa. Tena siku ya mwisho atasema ma li hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Utashangaa, unasema kitabu gani hichi hakijaacha kidogo wala kikubwa, isipokuwa kimekiandika. Watakiona chote ambacho wamekifanya mbele ya Mola wao, na Mola wako hamdhulumu yoyote. Allah kwenye surah an-Nisa anasema hata ile nakira kwenye kokwa ya tende kuna kama kishimo kidogo. Kile nakira ile ikiwa amali yako mfano wa ujazo huu, Allah hatoipunguza, utaikuta. Nyingine fatila ni uzi wa tende. Baada ya kula tende koko kuna uzi mdogo, hata punje ndogo utaikuta mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mmoja katika wanazuoni aliingia kwa Imam Ahmad, na yeye alikuwa katika hali ya maradhi imeshakuwa ngumu kwake, akawa kwa maumivu anasema yule akamwambia, katika wanazuoni ambao au tabi'in au tafsiri ma yalfidhu min qawli, anasema hata hii aninul maridh hii, kwamba anaumia ile inaandikwa. Imam Ahmad hapo kwa papo akafanya, akashika mdomo wake. Naam. Ole wao siku hiyo, ole wao kwa yule ambaye amemkadhibisha Allah na amekadhibisha ujumbe wake. Naam. Hawa ambao wamekadhibisha kwamba hakuna siku ya mwisho. Wafasiri wanasema kitendo cha wao kuto kuwapa watu stahiki zao kwenye vipimo ni kwa sababu wamekadhibisha siku ya malipo.
Mmoja katika kufar Quraysh alimwambia mmoja katika sahaba, alikuwa anamdai, akamwambia yule, akaja kudai haki yake yule sahabi muumini yule, akamwambia wewe unaamini alichokileta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Akasema naam. Unaamini kuna siku ya mwisho? Nitakulipa siku ya mwisho. Yani hii deni lako unalotaka nitakulipa siku ya. Angalia kejeli ilivyowaja. Naam. wama yukadhibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Allah anasema hakuna nikadhibisha siku ya mwisho isipokuwa kullu mu'tadin. Mu'tadin aliyechupa mipaka, tena athim. Athim ni mwingi wa maovu na madhambi. Sawa? Hakuna nikadhibisha siku ya mwisho isipokuwa aliyejaa maovu na madhambi. Hadithi nilizungumzia juzi, hadithi ya Hudhaifa bin Yaman. Alisema tu'radu alfitan 'ala alqulubi 'adha alhasiri 'udan 'uda fa ayu qalbin ankaraha na'am fa ayu qalbin ankaraha nukat fihi nuktatun bayda. Hadithi inasema kwamba matamanio maovu yanaikabili nafsi, inaikabili moyo, lakini moyo yuko katika hali mbili. Ima katika ovu hilo mara ya kwanza hiyo, ima wewe uikatae. Ukizuia nafsi yako ukaikataa, kwenye moyo wako kunakuwa na doa nyeupe, kwa sababu athari ya nini? Hatua yako ya mwanzo ambayo wewe ulifanya nini? Ulikataa. Baada ya hapa, kama hadithi inavyosema, hakuna fitna yoyote maadama dunia na mbingu zipo, hakuna fitna yoyote itakayokusumbua, kwa sababu mwanzoni ulifanya nini? Na moyo wako unajaa nuru na weupe. Lakini yoyote ambaye ataivuta akafanya maovu na maasi, utakuwa na nukta nyeusi, kisha nukta, kwa sababu wanazuoni wanasema dhambi ni ngumu mara ya kwanza. Mara ya kwanza inakuwa nini? Ngumu. Kisha nafsi inaanza, kila unavyofanya na wewe unakadirisha, nafsi nayo inafanya nini? Inazoea, mpaka mwishoni unaona ni kama ada yako. Leo sijapata kinywaji leo, ishakuwa ni ada yako. Na hapa ni hali mbaya, ni ushapigiwa muhuri katika moyo. Naam, soma aya hii. Aya hii inayofuata inaambatana na hii hadithi. Naam. idha tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin. Akisikia maneno yetu, ujumbe, wahi, anasema nini? Hizi ni story za kale. Asatir ni story za kale. Wanatuambia kuna kufa, unafufuliwa, unasimama. Tena suratul Mu'minun anasema aya'idukum annakum idha mittum wa kuntum turaban wa 'idhaman annakum mukhrajun hayhata lima tu'adun. Anawaahidi Muhammad, mtafariki, mtazikwa, mifupa yenu itachakaa, itakuwa mithili ya mchanga, mtapotea kabisa. Hadithi kama ilivyokuja kwamba baadhi mwanadamu mwili wake wote unalika, wote kaburini, kinabaki ni kama sehemu ya mkia hapa kwenye haudhi ya kwenye mguu mwanadamu. Haudhi hii kwenye kiuno kuna haudhi, kuna kama kijibeseni hivi, mfupa ule. Kwa nyuma kuna kama kimkia kidogo, ile pekee yake ndio tabaki, na Mwenyezi Mungu atakurudisha kama ulivyokuwa kupitia hichi. Sawa jamani? Sasa unasema yote hii na tutafufuliwa, na anasema tutasimama siku ya mwisho, na anatuahidi kuna malaika wa adhabu, kuna moto, kuna pepo. Kweli hichi anachokisema Muhammad ni nini? Haihata, ni mbali lima tuadun. Sawa? Naam. kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Naam, kwa sababu ya matendo yao. Na hii ndio hadithi niliyoitaja na masimulizi ya mwanzo, kwamba kwa sababu ya wao kukadhibisha, kuwa waliochupa mipaka, wingi wa maasi imepelekea mioyo yao, kalla bal, hakika mioyo yao imefunikwa, rana imefunikwa, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, kwa sababu ya yale ambayo wameyachuma, moyo wao umefunikwa. Afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha, hawaitazami kuitafakari kuizingatia Qur'an, ama kwenye mioyo yao kuna kufuli.
summun bukmun umyun fahum la yaqilun, wamekuwa ni sum, hawasikii haki, bukum, hawaitamki haki, umi, hawaioni haki, kwa sababu kalla bal rana ala qulubihim, mioyo yao mshafanya nini? Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi as-sudur. Hakika upofu si upofu wa macho. Vipofu wangapi lakini ni wanaona vizuri, bali upofu ni upofu wa moyo. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. yule ambaye ataipinga wahi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bani Qur'an, Allah atamjalia kuwa na sheitani ambaye anampambia mambo yake, tena atadhani ya kwamba yeye yupo katika haki. Wangapi ambao wamechupa mipaka anajiona yuko katika haki tena 100%. Kisha Allah anasema siku ya mwisho utafufuliwa, qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira, Mola wangu umenifufua hali ya kuwa mimi ni kipofu, hali ya kuwa duniani nilikuwa nini? Mwenye kuona. Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa, zilikufikia aya zetu, fanasitaha, ukaziacha na kuzikimbia na kuzipinga. Hivyo hivyo leo tumekufanya kuwa kipofu na wewe umeachwa, waliyadhu billah. Siku ambayo watu tasimama siku miaka 1050 kusubiri tu hesabu, siku hiyo adhimu, siku hiyo kila mtu anasema nafsi nafsi, mpaka mitume wanasema nafsi nafsi, isipokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila mtume amepewa ombi la kuomba na atapatiwa, isipokuwa Mtume Muhammad ombi lake ameliweka siku ya mwisho kwa ajili ya umma wake. Naam. Kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun, katika adhabu ya watu ambao wamekengeuka siku ya mwisho, hawatomuona Mola wao. Allah anasema wujuhun yawma idhin nadhira. Nadhira ya kwanza bidhad, sad dad, ila rabbiha nadhira, ta dha, ya pili ni dha, ya kwanza dad, ya pili dad. Wujuhun yawma idhin nadhira, nyuso siku hiyo zimejaa nuru na mwangaza. Ila rabbiha nadhira, zikimtizama Mola wao. Tutamuona Allah subhanahu wa ta'ala peponi. Wanazuoni mختلفiana katika masala, je, makafiri wanamuona Mwenyezi Mungu au hawamuoni? Hasa munafiqin. Ametaja Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, na ni mada ndefu sana, lakini kama anavyosema Sheikh Uthaymeen pia kwamba wanafiki utamuona Mwenyezi Mungu, lakini si kumuona kwa istimtaa, bali kumuona kwa nini? Kwa hofu inawazidi, kwamba yule ambaye au Allah subhanahu wa ta'ala mlimkadhibisha. Leo kiyama kimesimama, lakini wujuhu yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira, tutamuona Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Amekuja hadithi kwenye sahih Muslim, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema wakishaingia watu wa peponi, Mwenyezi Mungu atawauliza mnahitaji chochote cha ziada? Watasema nini? Mola wetu, si ndio wewe ambaye umetia nyuso zetu nuru? Si ndio wewe ambaye umetuokoa na jahannam? Tena siku ya mwisho waburizatil jahimu liman yara, kila mtu ataiona jahannam na inanguruma, lakini waumini malaika watakuwa pembeni yao wanaambia la khawfun alaykum wala antum tahzanun, leo hamna hofu wala huzuni. Kisha Mtume anasema au watu wa peponi wanasema kwamba umetuingiza peponi, umetupa nuru nyusoni, umetuokoa na jahannam, waliyadhu billah. Mwenyezi Mungu tena atawaambia, au hijab, pazia itafunguliwa na watamuona Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na wao kumuona Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala nyuso zao zinazidi kuwa na nuru. Ndio maana Allah akasema wujuhu yawma idhin nadhira, nyuso zimejaa nuru. Ila rabbiha nadhira, zinamtizama Mola wao. Mwenyezi Mungu atujalie tu miongoni mwao. Amepokea mwanafunzi Imam Shafi'i Ar-Rabi' ibn Sulaiman, anasema Imam Shafi'i
anasema kupitia aya hii ya sura al-Mutaffifin, kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun, siku hiyo hawatomuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Imam Shafi'i akasema kama vile ambayo adhabu kwao ni kutokumuona Mwenyezi Mungu, pia neema kwa waumini ni kumuona Mwenyezi Mungu. Aya zingine mbili, lahum ma yashauna fiha waladaina mazid, nyongeza, wataingia peponi, watakula wanachokitaka na pia watakuwa na nyongeza. Nyongeza nini? Kumuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Surah Yunus, lilladhina ahsanul husna wa ziyada, wale ambao wametenda wema watapata wema na wao, lakini na ziada. Aya ametafsiri Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwenyewe, akasema ziada ni ru'yatul mu'minina rabbahum yawm al-qiyamah, ni waumini watamuona Mwenyezi Mungu siku ya mwisho. Tena hadithi nyingine pia niongeza, Mtume anasema mnaiona mbala mwezi, wote tunaiona mbala mwezi, hivyo hivyo siku ya mwisho tutamuona Mwenyezi Mungu, tena hakuna atakayemzuia mwenzie akamkinga au akakanyaga waya. Mtu akikuziba tunasema umekanyaga waya, siku hiyo hakuna mtu anakukanyagia waya, unamuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ni neema hiyo. Lakini duniani huwezi kumuona Mwenyezi Mungu. Ndio maana Allah amesema kwenye sura Al-An'am, la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar, macho hazimdiriki Mwenyezi Mungu. Kwa sababu gani? Duniani hapa Musa alimuomba Mwenyezi Mungu amuone, Allah akamwambia nini? Lan tarani, na lan ni harfu nafyin, kwamba hautoniona duniani, hautoniona, lakini akhira tutamuona Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Thumma innahum lasalul jahim, kisha hawatomuona Mola wao, adhabu hiyo, wataingia jahim, moto tena mkali. Jahim ni mkali, lasalu wataingia. Naam. Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadhibun, kisha wataambiwa kwa kusemwa motoni, haya sasa onjeni, kuleni, hii ndio ambayo mlikuwa mkifanya nini, mkiipinga leo mnaiona mbele yenu. Watu wa motoni watakuwa na maswali manne, ombi 4 baada ya kuingia motoni. Kwanza watamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu tusamehe. Mwenyezi Mungu atamwambia nini? Ikhsa'u fiha wala tukallimun, kimya, msiseme, onjeni, kuleni adhabu. Kisha watamfuata Malik, mlinzi wa motoni, wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Ombi lao la pili ni nini? Wafe, adhabu ishakuwa kali, na kila ngozi ikiisha Allah anazidisha ngozi tena. Badalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adhab inna Allah kana azizan hakima. Adhabu tena wataomba tufe basi. Tena Malik atamwambia nini? Qala innakum makithun, mtakaa umo tena, mtakaa milele. Kwa wale ambao hawajaleta tauhid. Ama wale ambao wameleta tauhid lakini madhambi yao ni mengi, kwa hikma Mwenyezi Mungu atawadhibu yeye kwa hikma yake Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atuepushe na moto. Na watu wengi sasa hivi wanatumia msamiati wa Mayahudi. Mayahudi walisema nini? Alam tara alladhina utuna sawma alkitabi yu'minuna bil jibti wa taghut wa yaquluna ayyaman ma'dudat. Wanasema kama tutaingia siku chache tu. Waqalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat, haitatugusa moto isipokuwa masiku machache, kisha tutapelekwa huku. Maana mimi nina tauhid, acha nilete tauhid, alafu baadaye ni enjoy duniani na akhera nitaadhibiwa kwa kiasi cha madhambi niliyofanya, kisha nitaingia peponi. Shekhe, wa inna yawman 'inda rabbika ka alf sanati mimma ta'udun, siku moja kwa Mola wako ni sawa na miaka 1000. Hiyo hukaribishia tu na adhabu ilikuwa kali. Kinywaji chao wasukumaan hamiman faqatta ma'ahum, wanakimbilia maji, lakini maji ni ya moto mno, wakianywa hapo utumbo unakatika. Maji yao au kinywaji chao ni usawa watu wa motoni, chakula chao ni miba, utaweza humo. Kuni ya motoni ni wanadamu.
Naam. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. Kalla inna kitaba al-abrar la fi illiyin. Tulisema Qur'ani inafanana yenyewe kwa yenyewe inajitafsiri. Allah kama ilivyokuwa ada, kila akitaja watu wa motoni anataja watu wa peponi. Na hii pia unajifunza ukusanye baina vitu viwili, baina al-khawfi war-raja, baina khofu na matarajio. Usiegemeze upande wa hofu ukasema mimi naogopa Mwenyezi Mungu hawezi kunirehemu, Mwenyezi Mungu atanadhibu tu. Uwe na hofu pia uwe na matarajio mema kwa Mwenyezi Mungu. Usije ukaegemeza upande wa matarajio ukasahau kwamba Mwenyezi Mungu anaadhibu. Ukasema Mwenyezi Mungu aangalii sala wala haangalii haji wala haangalii matendo, anaangalia usafi wa moyo. Wasema hivyo Sheikh. Kila aya inasema innal ladhina amanu wa amilu salihati. Imani moyo haitoshi, pia waamilu, kufanya matendo. Dini yetu sisi ni imani pamoja na matendo. Na imani inapungua matendo yakipungua, na inaongezeka matendo yakinini kiongezeka. Naam. Kalla inna kitaba al-abrar la fi illiyin. Hakika vitabu vya watu wema, abrar ni wema, vipo wapi? Illiyin. Illiyin ni juu huko, yani kitabu chao kipo huko juu, makazi yao ni juu. Nimesema pepo iko wapi? Iko juu. Naam. Na kipi kitakujulisha kuhusu hichi illiyin? Ni sehemu gani? Ni wapi? Naam. Ni kitabu ambacho kimeandikwa matendo yao, hakina mapungufu wala nyongeza. Naam. Tena hichi kitabu wanashuhudia watu wa karibu, malaika wa karibu kwa Mwenyezi Mungu, watukufu wale, watu wema wanawashuhudia watu wema, viumbe wema. Naam. Hakika watu wema wapo katika neema tena ya daima isiyopungua. Naam. Huku wamekaa katika vitanda vyao, wamejiachia, wanatizama peponi. Wamekaa katika vitanda vyao, wanatizama neema ya Mwenyezi Mungu aliyowaahidi, neema ambayo wameruzikiwa peponi, na pia wanamtizama Mola wao Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Ta'rifu fi wujuhihim nadaratan na'im. Ukiona nyuso zao unaona athari ya neema katika nyuso zao. Naam. Yusqawna min rahiqin makhtum. Allahu akbar. Allah jalla watu miongoni mwa watu wa peponi, tena firdaus al-a'la. Yusqawna min rahiqin makhtum. Watanyweshwa vinywaji vyao ni pombe safi isiyolewesha. Tena makhtum, iliwekewa khitamu, ina hitimisho, mwisho wake kuna nini? Naam. Khitamuhu misk. Mwisho wake, khitamu yake ni ladha ya miski. Naam. Wa fi dhalika falyatanafasul mutanafis. Allah anakukurubishia neema za peponi, anakuambia haya mshindane sasa, wenye kushindana. Naam. Wa mizajuhu min tasnim. Tena hii imechanganywa, ina flavor ya chemchem iliyokuwa peponi, tena pepo ya juu ambayo inaitwa tasnim. Naam. Aina yashrabu biha almuqarrabun. Aina yashrabu, hii tasnim hii ni chemchem unaokunywa watu wa karibu, manake al-anbiya was-salihin wash-shuhada wote hawa. Naam. Innal ladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhhakun. Allah nataja hali yao walivyokuwa wapi duniani. Hawa ajramu, walioidhulumu nafsi zao hawa, kanu min alladhina amanu, walikuwa wakiwacheka kwa stihzai waumini wapi? Kaona mtu amefuata sunna, kanzo anasema njiwa, yote stihza. Ndevu hizi unatia stihza, zote zinaingia katika sura ya stihza. Lakini hawa pia kanu min alladhina amanu yadhhakun. Naam. Wa idha marru bihim yataghamazun. Na wakipita waumini wakipita baina yao wanakonyezana kwa stihza. Naam. Wa idha qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dhulma yote walioifanya, udhalimu wote waliofanya huu, nafsi ambayo safi inajutia
dhambi iliyofanya, si ndio? Lakini hawa wanafanya nini? Wakirudi kwa haya yote machafu waliyofanya, wakirudi majumbani kwao hawajutii. Wa idha qadabu ila ahlihim inqalabu fakihin, raha mustarih. Naam. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. Si hivyo tu, wakiona waumini wanapita wanasema hawa wamepotea. Yani yeye kapotea, alafu anadai yule ambaye ameongoka kwamba huyu amepotea. Amepotea, ameacha dini ya babu zake. Kabla babu yako kulikuwa na nani? Babu yako, babu yako, babu yako. Mwisho nani? Adam. Adam alikuwa katika dini gani? Islam. Naam. وما أرسلوا عليهم حافظين. Naam, tena wanazuoni wanasema baada ya Adam, Nuh, kulikuwa na watu wema. Kwenye sura Nuh pia imetajwa zile masanamu yale. Shetani mjanja. Shetani hana mahesabu ya leo na kesho. Ana mahesabu ya jili yanayofuata. Ana mahesabu ya kizazi kinachofuata. Shetani aliwafuata kwa njia akawapambia kwamba hawa watu wema waliotangulia kabla yenu ni watu wema mno. Hawa watu wema tuwatengenezee sanamu kwa ajili ya kuwaenzi. Angalia shetani, sanamu kwa ajili ya kufanya nini? Kuwaenzi. Yaghutha wa Yauqa wa Nasra, wote hawa ni majina ya watu wema. Wakatengeneza kwa ajili ya kuwaenzi sanamu. Kisha baadaye wakawa vizazi vilivyofuata wakaona kwamba wazee wao wanawatukuza na wanataja kwa wema, na wao wakawa, shetani akawaingilia pia, wakawa wanajaribu kuingia pale na kutaja mambo yao. Wakaanza na tawassul, kisha kuomba, kisha jini linalofuata hivyo hivyo kidogo kidogo. Mwishoni wakajua kwamba hawa ndio Mwenyezi Mungu, wakaanza kuabudu. Angalia shetani, mahesabu yake yalikuwa wapi? Ni mbali sana. Mwishoni akawaingiza kwenye kufuru na shirki. Na hawa wanasema, mbona umekengeuka na njia iliyokuwa babu zetu? Kwa sababu wao waliwaacha babu zao wakiatukuza yale sanamu, lakini asili ilikuwa ni tauhid. Hivyo hivyo Mayahudi na Manasara wanasema kwamba Ibrahim ni mtu wao. Alafu cha ajabu kwa Banu Israili, kila mtume anayewafuata anayekuja kwao wanamkadhibisha. Ikishapita zama na zama wanaanza kujikaribisha kwake. Mfano sasa hivi Musa alayhi salam, wao wanasema nini? Musa ndio mtume wao, ndio mtu wao, ndio wanamfuata. Lakini hakuna waliomsumbua Musa alayhi salam. Hakuna mtume aliyosumbuliwa kama alivyosumbuliwa Musa. Allah amewaokoa na Firaun akazamishwa, wavuka tu. Wakasema Mungu wenu ni nani? Ni ndama. Mwenyezi Mungu anazingoa jabali na kuzifanya ni kama waturubai kwao, kivuli wapate. Kisha anamwambia, na chakula kinashuka kila siku peponi, alman wa salwa, nyama aina ya ndege. Wakamwambia Musa, mwambie Mola wako, sio Mola wetu, Mola wako, tumechoka na vyakula vya peponi. Tunataka nini? Tujilimie. Banu Israila hao kwa Musa. Acha hiyo Sheikh. Allah ameambia waingie Palestina pale, wapigane. Kulikuwa na watu jabbarini wenye nguvu ambao hawakuwa sio waumini Palestina kipindi hicho. Wakaambia waingie wapigane vita. Wakaambia Musa, yasiwe mengi, nenda wewe na Mola wako mkapigana. Inna huna qa'idun, sisi tunakaa hapa. Kisha Mwenyezi Mungu akawadhibu, ikawa wakitoka sehemu kwenda sehemu nyingine wamepotea miaka 40. Miaka 40 wanatembea wanapotea tu. Wanatoka Sokota kuja Mwembeanga. Wakitoka Sokota ukifika Mwembeanga wanajikuta wako Sokota. Miaka 40. Yatihuna fil ard fala ta'sa 'ala al-qawm al-fasiqin. Qala fa innaha muharramatun 'alayhim 40 sana yatihuna fil ard. Hawa Bani Israila, na hawa ndio ambao wao wanasema kwamba Musa ni wa kwao, Ibrahim ni wa kwao. Na Mwenyezi Mungu anasema, ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima wama kana min mushrikin. Ibrahim ni muslim, muumini. Huwa samakum almuslimina min qabl, ni wa mwanzo kuwaita nyinyi waislamu.
Ni dini ya Mwenyezi Mungu hii. Nuh alikuwa ni Muislamu, Adam alikuwa ni Muislamu alayhi salam. Tena watu wa Nabiullah Ibrahim walimuta fatan yadhkurun, kijana mdogo, huenda ndio amevunja masanamu yetu, lakini mbele ya Mwenyezi Mungu inna Ibrahima kana umma qanitan lillahi hanifa. Ibrahim ni umma kwa macho ya waliokadhibisha, ni kijana mdogo, lakini mbele ya Mwenyezi Mungu ni umma nzima. Tena kipindi cha Nabiullah Ibrahim hakuna tauhid, hakuna Uislamu, hakuna chochote, hakuna muumini isipokuwa yeye peke yake. Kipindi cha Nabiullah Ibrahim. Naam. Wa idha inqalabu alayhim inqalabu fakihin. Naam. Wa idha ra'awhum qalu inna haula'i la dhallun wama ursilu alayhim hafidhin. Haya yote hao wanayofanya hawa wanamkadhibisha Mwenyezi Mungu na kuwakejeli waumini. Hatukuwatuma, Allah anasema hatukuwatuma wawe wenye kuhifadhi matendo ya waumini mpaka waseme kwamba wao wamepotea na wao ndio wameongoka. Naam. Falyawma alladhina amanu minal kuffari yadhhakun. Siku hiyo sasa, siku ya mwisho, malipo kama ilivyo. Falyawma alladhina amanu minal kuffari yadhhakun. Siku ya mwisho waumini ndio watawacheka makafiri. Tena huku ni milele, duniani tulipita njiani tu. Yupi alipata hasara? Naam. Ala al-araik yanzurun. Kisha wamekaa katika vitanda vyao peponi na huku naim, wakihudumiwa wildanul mukhalladun, vijana wadogo wanawahudumia chakula, vinywaji, aina kila kitu pale wanaipata. Wamekaa katika neema katika vitanda vyao wakiangalia neema ya Mola wao, na neema iliyokuwa ya juu kabisa ni kumwona nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ataletwa miongoni mwao. Naam. Hal thuwiba al-kuffaru ma kanu yaf'alun. Je, makafiri wamelipwa kwa matendo waliokuwa wakiyafanya? Mlikadhibisha, mliyaona hamjayaona? Watayaona. Na yale ambayo walikuwa wakisema duniani wameyapata hawajayapata? Na Qur'ani imeishia, sura imeishia kwa swali, na hii ni katika anwa' az-zajr, katika nuu kubwa ya nini? Ya kemeo. Kana kwamba Mwenyezi Mungu anakuambia wahi umeshakufikia, ujumbe umeshakufikia, kana kwamba ishatokea matendo yote haya, hii scenario yote ishatokea. Jitafutie nafasi mapema leo, ima uwe kulia ima uwe kushoto. Sio Ramadhani tu unamuogopa Mwenyezi Mungu, unaogopa Ramadhani na haumuogopi Mwenyezi Mungu aliyeumba Ramadhani. Mwenyezi Mungu anakutizama Ramadhani, Shaaban, Shawwal, Muharram, Safar. Alafu cha ajabu kabisa, Shaaban anakuambia tunavunja jungu, yani tunamalizia maasi, kana kwamba huyo Mungu ambaye wana nini maasi kwenye Ramadhani hayupo. Sura imeisha. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa hada, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kishki TV, nuru ya dini yako.